Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi leo, ikiwa ni Novemba 30 mwaka wa 2025. Leo tunahitimisha mfululizo wa masomo haya kwa mwezi Novemba, na panapo majaliwa tutaenda kuanza masomo haya mazuri kwa mwezi wa Disemba. Kumbuka Novemba tumejifunza mada kuisemayo mwinue Yesu juu kama mwombezi na hakimu wetu asiyekosea. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu uliye mbinguni, asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako. Tunakushukuru kwa ajili ya ulinzi wako. Umetembea nasi kwa mwezi huu wote, na leo kwa neema yako tumefika siku hii ya mwisho, siku ya tarehe 30 mwezi Novemba mwaka 2025. Tunaamini kwamba umetupatia nafasi sisi, sio kwa sababu ya kustahili kwetu, bali kwa sababu ya neema yako. Tusamehe dhambi zetu, tutumie kama chombo katika utume wako. Mada hii tutakayojifunza leo ikabadilishe mioyo yetu na ikatufanye tuendelee kuifanya kazi yako kwa weledi na uaminifu. Dumu kwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Amina. Mada leo inasema hukumu yote kwa mwana. Imejengeka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 5:26 na 27. Neno la Mungu linasema, maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Baba amekabidhi hukumu yote kwa mwana. Kristo atatangaza thawabu ya uaminifu. Baba hamhukumu mtu yeyote, bali amempa mwana hukumu yake. Naye ampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Kristo aliukubali ubinadamu na kuishi ulimwenguni maisha safi na matakatifu. Kwa sababu hii amepokea uteuzi wa kuwa jaji. Yeye mwenye cheo cha jaji ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Tutafurahi kiasi gani kumtambua huyu mwalimu na mkombozi wetu akiwa bado na alama za msalaba zinazotoa mwangaza wa utukufu, zikiongeza thamani ya ziada kwa taji ambazo waliokombolewa wanapokea kutoka kwa mikono yake, mikono ile ile iliyonyooshwa kuwabariki wanafunzi wake wakati alipokuwa akipaa kwenda mbinguni. Sauti ile ile iliyosema, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari, inawaambia wale aliowakomboa kukaribia katika uwepo wake. Yule yule aliyetoa maisha yake kwa ajili yao, ambaye kwa neema yake huiongoza mioyo yao katika toba, anayewapa utambuzi wa hitaji lao la toba, anawapokea sasa katika furaha yake. Tazama jinsi wanavyompenda. Kile wanachokipata kutokana na tumaini lao ni kikubwa mno kuliko matarajio yao. Furaha yao imekamilika na wanachukua taji zao zinazometameta na kuzitupa miguuni pa Mwokozi wao. Hukumu itaendeshwa sawasawa na sheria ambazo Mungu ameziweka. Kwa sheria ambazo mwanadamu anatakiwa kuzitii sasa, lakini ambazo wengi wanakataa kuzikubali, wote watahukumiwa. Kama ambavyo tabia zao zinavyopimwa kwa hizo sheria, kila mmoja atapata nafasi yake sahihi katika mojawapo ya makundi haya mawili. Anaweza kuwa ama mtakatifu kama Bwana kupitia utii wa sheria zake, au kutiwa doa na dhambi kupitia kwa uvunjaji wa sheria. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha wanaume na wanawake watatambua kwamba matendo yao ndiyo yameamua hatima yao. The Review and Herald, Juni 18 mwaka wa 1901.
Suala zima la hukumu limekabidhiwa kwa Kristo. Kwa sababu ni mwana wa Adamu, hakuna asilolijua. Haidhuru uasi wa kiroho uwe wa kiwango cha juu na wenye nguvu kiasi gani, aliye juu zaidi na mkuu kabisa amezichukua dhambi za ulimwengu wote. Ana haki, wema na ukweli usio na kikomo. Anao uweza wa kudhibiti falme na mamlaka na uovu wa kiroho katika mahali pa juu. Akiwa amevikwa na kubeba silaha kama kamanda wa jeshi la Bwana, anakuja mbele ili kuwalinda watu wake. Haki yake huwafunika wale wote wanaompenda na kumwamini. Mkuu huyu wa majeshi analiongoza jeshi la mbinguni kusimama kama ukuta wa moto kuwazunguka watu wake. Yeye peke yake ni jaji wa haki yao, kwa sababu aliwaumba na kwa gharama isiyo na ukomo kwake mwenyewe aliwakomboa. Atahakikisha kwamba utii kwa amri za Mungu unatunukiwa. The SDA Bible Commentary, Ellen G. White Comments, gombo la 5, ukurasa wa 1134. Hii ni Novemba 30, mada ikisema hukumu yote kwa mwana. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Tamati ya somo hili inafanya tufikie pia tamati kwa masomo ya mwezi huu wa Novemba. Ikiwa Bwana atatupatia kibali, mwezi wa Disemba tutajifunza mada kuu isemayo, mwinue Yesu juu kama mfalme ajaye. Huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.
maisha